Rais wa Marekani Donald Trump amesema Jumatatu kwamba mazungumzo na Iran yanaendelea, akionya kwamba ni nafasi ya mwisho kwa Tehran kusaini makubaliano mazuri ya kukomesha vita vilivyodumu kwa miezi mitano. Hata hivyo, Iran ilikanusha kwamba mazungumzo yoyote yalikuwa yakifanyika au kupangwa. Kauli hizo zinazokinzana zinaonyesha kuwa hakuna matarajio mengi ya kupata suluhisho ya kidiplomasia kuhusu vita hivyo hivi karibuni. Tunazungumza kuhusu mlango bahari, kufunguliwa kwa mlango huo kufikia kesho ufunguliwe kabisa, na hiyo itakuwa awamu ya kwanza na awamu ya pili. Kisha tutazungumzia uwezo wa nyuklia kama ambavyo tumekuwa tukidokeza. Kuizuia Iran kuwa na silaha za nyuklia, lazima hilo lifanyike, Trump aliwaambia waandishi wa habari katika hafla iliyofanyika ikulu ya White House alipoulizwa kuhusu hali ya mazungumzo, akisema pande hizo zilikuwa zikizungumza kwa ombi la Iran, Saudi Arabia, Falme za Kiarabu na Qatar miongoni mwa washirika wengine. Kauli za Trump zilifuatia uamuzi wake wa mwishoni wa kuahirisha kile alichosema kingekuwa mashambulizi makubwa aliyoidhinisha dhidi ya Iran ili kuyapa nafasi mazungumzo, akirudia mtindo ambao amekuwa akiapa kufanya mashambulizi makubwa na kisha kuyafuta. Mapema Jumatatu, msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Iran, Esmail Baghai, alisema hakuna mazungumzo na Marekani yanayoendelea na hakuna mikutano iliyopangwa. Alisema Iran haikuwa na mpango wa kuwakaribisha wajumbe wa kigeni au kuwatuma wapatanishi nje ya nchi katika siku zijazo. Baghai aliongeza kuwa wapatanishi wote wa Iran walikuwa nchini humo kwa sasa, isipokuwa waziri wa mambo ya nje Abbas Araghchi ambaye alikuwa katika ibada ya kidini nchini Iraq. Mazungumzo pekee yaliyoendelea, alisema, yalikuwa ni mazungumzo na Oman kuhusu usimamizi wa mlango bahari wa Hormuz. Mapema Jumanne, shirika la usalama wa baharini la Uingereza UKMTO ilisema meli moja ya mizigo ilishambuliwa na kombora lisilojulikana katika mlango bahari wa Hormuz nje ya pwani ya Oman. Meli hiyo ambayo haikutajwa jina iliripotiwa kulengwa na mamlaka zinachunguza. UKMTO hawajatoa maelezo kamili kuhusu uharibifu au majeraha. Maafisa na wachambuzi wa masuala ya Ghuba wanasema Iran inaweka dau kwamba inaweza kuhimili vita kuliko Washington kwa kubadilisha njia za biashara za Mashariki ya Kati, njia za meli na miundombinu ya nishati kuwa sehemu za shinikizo ambazo zinaongeza gharama ya makubaliano, ikitumaini kuishawishi Marekani na washirika wake kwamba kudhibiti mgogoro huo ni ghali zaidi kuliko kukidhi mahitaji ya Iran juu ya mlango bahari wa Hormuz. Faida yazo kubwa ni kwamba zinaweza kuumiza mataifa ya kikanda na uchumi wa dunia, alisema Michael Knight wa taasisi ya Washington. Katika ujumbe alioandika kwenye Truth Social baadaye Jumatatu, Trump aliuita uongozi wa Iran kuwa wa udanganyifu usioaminika, akisema walikuwa wameomba mkutano na mazungumzo zaidi yamepangwa kwa ajili ya alichokiita mustakabali wa haraka. Pia alirudia madai yake kwamba jeshi la wanamaji la Marekani lina udhibiti kamili wa mlango bahari wa Hormuz ambao ulitumika kusafirisha dunia asilimia 20 ya mafuta na gesi asilia iliyoyeyushwa kabla ya mzozo huo.